Naam, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mno hapo unaponitazama, iwe ni nyumbani, iwe ni kazini, popote pale. Mungu akubariki sana kwa moyo wako wa kutamani kufundishwa, kuelekezwa, kwa sababu umekuwa ni moja kati ya watu wenye baraka kwenye maisha yangu. Umefanyika kuwa baraka katika huduma yangu, umefanyika kuwa baraka katika kipindi hiki ambacho Mungu amenisemesha kusema na wewe. Wale ambao tumekuwa tukifuatilia masomo yetu haya, tulianza na somo la sehemu ya kwanza ambayo inazungumzia dalili za kifo. Sehemu ya pili tukazungumzia ukifa unaenda wapi, na sehemu ya tatu tukazungumzia maisha ya ulimwengu wa roho baada ya kufa. Tumekuwa na vitu ndani ya hayo masomo, kumekuwa na vitu tofauti ndani ya hayo masomo ambayo tumekuwa tukijifunza na kuelewa na kusikia, na ninatumaini kuwa kila mmoja ambaye yuko mahali hapa, wewe unanitazama kupitia YouTube au iwe Instagram au YouTube au TikTok, ninakusihi kwamba usibonyeze mahali popote. Leo ninakuja kwako na maombi ya tofauti sana, ninakuja kwako kukuombea. Tumekuwa na wakati mzuri wa kufundishwa na Roho Mtakatifu, lakini leo natamani wengi tumekuwa na maswali katika juhudi mbalimbali, katika changamoto mbalimbali, vitu vingi vinavyotusumbua katika maisha yetu. Sasa ninachotamani siku ya leo, jambo la kwanza ni kwenda kukuombea wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia. Inawezekana kuna mtu ndo mara ya kwanza anajoin katika maombi haya, anafuatilia maombi haya kwa mara ya kwanza, unajoin kwenye chaneli yangu kwa mara ya kwanza. Usiache kusubscribe katika chaneli hii ili usipitwe na vipindi vingine, lakini pia fuatilia masomo yote ya nyuma, kuanzia somo la kwanza, la pili, la tatu, na leo ni final prayer katika kipindi chetu cha somo letu la kifo. Tulikuwa tunazungumzia hatima ya kifo. Somo letu tulikuwa tunazungumzia hatima ya kifo. Sehemu ya kwanza tulizungumzia dalili za kifo. Sehemu ya pili tukazungumzia kuhusu habari ya maisha. Sehemu ya tatu tukazungumzia maisha ya ulimwengu wa roho baada ya kufa. Ile sehemu ya pili tulikuwa tunazungumzia kwa habari ya ukifa unakwenda wapi au unaishi wapi. Sasa hayo masomo yote au mfululizo wote, basi wewe utaweza kufuatilia, na leo ni final prayer kwa ajili ya kuombea vile vyote tulivyoomba kuhusu ndoto. Wewe unayeteswa na ndoto mbaya, unayeteswa na roho za kufa, unayeteswa na roho za mauti, basi leo tutakuwa na wakati mzuri wa kuomba na kuzikataa hizo roho zote, na ninaamini Mungu atafanya kitu kikubwa kwa wakati wake na nafasi yake. Hapo ulipo wewe tulia na Mungu atakubariki sana. Kabla sijaendelea, natamani tusikie, tusome neno, kwa sababu somo letu lilikuwa linazungumzia kwa habari ya mauti. Sasa tulikuwa tunazungumzia kwa habari ya kifo, na leo tunaingia kwenye maombi. Maana yake wewe ambao umekuwa ukiteseka katika mapito mbalimbali ya ndoto mbaya, ndoto za kifo, na umekuwa ukisumbuliwa na mauti, basi nina imani kuwa kuna kitu kikubwa kinaenda kutokea kwenye maisha yako na hautabaki kama ulivyo. Hapo ulipo, usihamishe channel nyingine, usiende sehemu yoyote, ili mradi channel uko na umeconnect wifi yako, umeweka megabytes zako. Tulia hapo ulipo na Mungu atakubariki sana. Ili tukaombe pamoja mimi na wewe. Leo tutaombea kila kitu kinachohusu maisha yako, chochote kilichokwama, ninaamini Mungu atafanya kwa wakati. Mungu akubariki sana. Majina yangu ninaitwa Mtume na Nabii Matajiri. Leo niko hapa, nimetumwa na Mungu kuja kuomba kwa ajili yako wewe utesekae na kutoka katika wimbi la umaskini, wimbi la mauti, wimbi la magonjwa, wimbi la kukosa kazi, wimbi la kukosa biashara. Ninaamini Mungu atakubariki sana. Usikose, hebu subscribe sasa channel yetu ili uendelee kupata update nyingine, na Mungu atakubariki sana. Tunaenda kusoma neno la Mungu sahihi ambayo itatupa mwongozo wa sisi kwenda kwenye neno, kwenda kuomba. Tunaenda kusimama katika mistari gani? Tutakuwa na mistari miwili ya neno tutakayoenda kuisoma, na Mungu atakubariki sana. Mistari yetu ambayo itakayotupa mwongozo katika maombi yetu. Moja kwa moja, wewe ambaye una Biblia yako hapo nyumbani au upo kazini na una Biblia yako au Biblia yako iko kwenye simu, tulia. Nitakusomea na utaandika. Kama una daftari lako utaandika mahali,
au baada ya kipindi hiki utarudia somo hili ili uweze kukopi mahali, na pia itakusaidia. Nitakusomea na wewe sikiliza. Tunaenda kusoma kitabu cha Mithali. Mithali 18 mstari ule wa 21. Kitabu cha Mithali 18:21. Kitabu cha Mithali 18:21. Ninaomba kila mmoja kwa nafasi yako na kwa wakati wako, hebu hapo ulipo twende tukasome kwa pamoja. Mithali 18:21. Kitabu cha Mithali 18:21. Narudia tena, sitaki nikuache. Tunaenda kuingia kwenye maombi, lakini tutasoma neno ili tusimame sawa sawa. Mithali 18:21. Naomba kila mmoja twende mbele za Mungu tukasome hilo neno. Nitasoma katika jina la Yesu. Mithali 18:21. Biblia inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Apataye mke. Na Mithali 18:21 hiyo inatosha. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Naomba turudie pale tusikie vizuri kabisa. Turudie tena. Biblia inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Amen. Anasema mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, na wale waupendao watakula matunda yake. Anazungumzia mauti ipo katika uweza wa kinywa changu mimi na wewe, na pia anasema uzima pia upo katika kinywa changu mimi na wewe. Sasa tunachotakiwa sisi sahi kwenda mbele za Mungu ni kuomba kwa habari ya Mungu aweze kutumia kinywa changu mimi na wewe, tukaweze kubatilisha mambo mabaya na tukaweze kuita mambo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kabla tujaendelea, tunaenda kusoma mstari mwingine huu wa mwisho, kitabu cha Mathayo. Mathayo 12:37. Naomba wewe mwenye Biblia twende hapo haraka haraka. Angalia kitabu chako cha Mathayo 12:37. Mathayo 12:37. Ninaamini Mungu anaenda kukupa jambo jipya. Haraka haraka tunaenda kusoma pale kwa uweza wa Kristo, kitabu cha Mathayo 12:37. Biblia inasemaje pale? Kitabu cha Mathayo 12:37. Kila mmoja fika hapo, na ninaamini kuna kitu kikubwa Mungu anaenda kukifanya kwenye maisha yako. Wewe ambaye uko mahali hapa, uko popote pale, uko sehemu tofauti tofauti, twende kwa pamoja, twende sehemu mbalimbali tukafuatilie somo letu. Hebu tuungane kwa pamoja hapo, twende tukasome kwa pamoja. Tuanze, sitaki kumwacha mtu nyuma, sitaki kumkuacha nyuma. Rudia Biblia yako, hebu fuatilia vizuri, na ninaamini Mungu atafanya jambo jipya kwenye maisha yako, na kitu kikubwa Mungu atakifanya kwenye uzao wako. Maombi ya leo ni maombi yenye baraka, maombi yenye mpenyo, maombi yenye mafanikio. Kitabu cha Mathayo 12 mstari ule wa 37. Mathayo 12 mstari ule wa 37. Mathayo 12 mstari ule wa 37. Biblia inasemaje pale? Biblia inasema, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Biblia tena pale. Biblia inasema, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Biblia inasema kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno hayo hayo yatakufanya uhukumiwe. Sasa hapa nazungumzia kwa habari ya ukiri. Leo nitakuongoza maombi ya ukiri. Tunazungumzia kwa habari ya ukiri. Ukiri ni kitu gani?
Ukiri maana yake kinywa chako kina uwezo wa wewe kukuletea mema, na pia kinywa chako kina uwezo wa kukuletea mabaya. Kinywa chako hicho hicho kinaweza kukuletea mafanikio, lakini kinywa chako hicho hicho kinaweza kukuondolea mafanikio. Anasema kwa maana, narudia pale, msomaji wetu amesema kwamba kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa nini? Haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Sasa nilikuwa nazungumzia toka somo la mwanzo, nazungumza kwa habari ya kifo. Niliwaambia kwamba wakati tulionao wa kukiri, wa kutubu ni sasa. Tunaambiwa kwa maneno yetu ya leo yatatufanya tuhesabiwe haki, lakini pia haya maneno tuliokuwa nayo leo tukiweza kuyatumia vizuri, tunaweza tukapata haki, lakini pia tukiyatumia vibaya tutahukumiwa. Sasa mimi na wewe tunataka twende tukaombe maombi ya ukiri. Hapo ulipo, popote pale ulipo, utanifuatisha maombi haya na kisha nitaruhusu kila mmoja aweze kuomba sawa sawa. Tutakuwa na maombi sekta tofauti tofauti, na wewe Mungu akuongoze. Kama hujawahi kuokoka au katika maisha yako ndo kwanza unajiunga na somo hili siku ya leo, au hujui chochote, wewe basi na unasema mimi kuanzia leo nimefuatilia somo la mtumishi wa Mungu. Yawezekana niliokoka sijasimama vizuri, au yawezekana ninaenda tu kanisani, sijawahi kumkabidhi Yesu Kristo maisha yangu, sijawahi kumkabidhi Yesu awatawale maisha yangu. Basi ninaamua Baba, Mungu wangu, na leo niko tayari kwenda mbele zako. Hebu ninakuomba hapo ulipo, una uwezo wa kunyoosha mkono wako kwenye skrini yako namna hii, na huku wakati mimi ninaongoza maombi haya ya ukiri, wewe nyoosha mkono wako kwenye skrini yako, iwe natazama kupitia kompyuta au TV yako hapo sebuleni, au popote pale chumbani, au unatazama simu yako ukiwa kazini, ukiwa hospitalini, ukiwa popote pale kwenye shida, changamoto yote. Amini ya kwamba unamsikia nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu amekuja na majibu yako. Ona ya kwamba leo unazungumza na Mungu, amekuja kwenye maisha yako. Ona ya kwamba unazungumza na msaada kutoka mbinguni. Hebu tusikiliza, utii ni kitu cha muhimu sana. Nyosha mkono wako, alafu ifuatilisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mimi kwa majina yangu ninajikabidhi mikononi mwako leo. Nakabidhi maisha yangu, nakabidhi kila kilicho changu. Nakataa roho ya kuonewa, nakataa roho ya magonjwa, nakataa roho za kuzimu ambazo zilizonishikilia, nakataa roho za waganga ambazo zilizonishikilia, nakataa roho za mauaji ambazo zilizonishikilia, nakataa roho zote za uasherati ambazo zilizonishikilia, nakataa roho za uzinzi ambazo zimenishikilia, katika jina la Yesu. Kuanzia leo, Bwana Yesu, niko tayari. Nakabidhi maisha yangu kwako, nakabidhi hatima yangu kwako, nakabidhi kesho yangu kwako, nakabidhi watoto wangu kwako, nakabidhi kila kilicho changu kwako. Mungu Baba, naomba unipokee. Mungu Baba, naomba unipokee. Mungu Baba, naomba unipokee. Nipokee mimi na maisha yangu. Naomba unisamee. Ninaomba toba, Yesu. Ninaomba rehema, Bwana. Ninaomba rehema, Mungu wangu. Ninaomba rehema, Bwana Yesu. Futa jina langu kwenye vitabu vya waganga, kitabu cha shetani, kitabu cha ushirikina, kitabu cha wazinzi, kitabu cha walevi, kitabu cha uasherati, kitabu cha dhuluma. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha mbinguni, kitabu cha uzima, tena uzima wa milele, kitabu cha watakatifu, kitabu cha watumishi wako. Bwana Yesu, ninaomba toba leo. Ninaomba toba leo. Kwa sauti yako sema, ninaomba toba leo. Ninaomba unisamee. Yawezekana nimeokoka lakini sijasimama vizuri na wewe. Yawezekana nimeokoka lakini sijakuamini Mungu wangu.
ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe Baba. Ninaomba unisamehe Baba. Ondoa kila uchawi, ondoa kila uganga uliosimama kwenye maisha yangu, uliosimama kwenye hatima yangu. Hebu hapo ulipo tulia. Tulia sasa nikakuombee. Ninaona neema ya Mungu iko pamoja na mimi sasa. Ninaona Roho wa Mungu ameshuka kwa ajili ya kukuhudumia sasa. Hapo hapo ulipo, uwe ni nyumbani, uwe kazini, uwe kwenye biashara, uwe hospitalini, uwe popote pale. Ninaona Roho wa Mungu ameshuka ndani yangu kwa ajili ya kuachia upako kukutembelea. Wewe ambao umeacha kazi zako unafuatilia maombi haya, kuna kitu kikubwa Mungu atakufanyia. Wewe ambao umefuatilia kuanzia mwanzo, umeongozwa maombi ya ukiri mpaka sasa, kuna kitu kitatokea kwenye maisha yako kuanzia sasa. Usishangae kuona tetemeko kwenye mwili wako. Usishangae kuona mabadiliko kwenye mwili wako. Hata itatokea utaanguka, ukiamka pumute, endelea na maombi haya. Ukiona kizunguzungu, shika kabisa vizuri, jiconnect na mimi. Ukiona uelewi aina yoyote ya mabadiliko kwenye mwili wako, jiconnect na mimi. Ninaona neema ya ajabu inatembea sasa. Ninaona Roho Mtakatifu anataka kukuhudumia. Ninaona Roho Mtakatifu anatembea kwenye maisha yako. Ninaona Roho Mtakatifu anakuhamisha kutoka mahali pa uovu kukupeleka mahali pa mema. Ninaona Roho Mtakatifu akitoa hatima yako kwenye hatima ya kishetani kukupeleka kwenye hatima ya kimbingu. Baba, asante kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye Bwana amenipa sasa kuzungumza naye. Asante Mungu wangu kwa ajili ya upendo wako kwenye maisha yake. Asante Mungu kwa ajili ya upendo wako kwenye familia yake. Baba, ninaanza kuzungumza na huyu mtu ambaye adui alikuwa amemkandamiza. Kuna wakati alikuwa anatamani Mungu kusimama vizuri na wewe, lakini adui anamwangusha kiroho kila wakati. Ninaomba neema yako ikatawale kwenye maisha yake. 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 Neema yako Bwana majira haya. Wiki hii Bwana, ninaomba ikawe ni wiki ya utakaso wake. Wiki hii ikawe ni wiki ya baraka zake. Baba, angalia mtu huyu ninamuombea sasa, aelewi anafanyaje kuhusu kazi ya mikono yake. Ninamuombea mtu huyu ametoka kazini, amefukuzwa kazi sahi, na aelewi anafanyaje. Mungu wangu, Baba, ninaomba neema yako. Baba, ninaomba neema yako. Baba, ninaomba neema yako. Baba, ninaomba neema yako. Kuna kitu Bwana Yesu ananionyesha, kitu cha tofauti kidogo. Ninaona kuna kijana mmoja anatazama maombi haya, na kuna binti mmoja. Huyo binti ana miaka 32. Huyo binti ametoka kupokea barua ya kazi. Hiyo barua ya kuachishwa kazi. Hiyo barua aliyoipokea alitegemea ni barua ya kumpandisha cheo. Alijua ni barua ya kumpandisha nafasi au kumpandisha mshahara, lakini akashangaa ile barua anafungua ndani ilikuwa ni barua ya mapumziko ya kazi. Alafu hakuna maelezo ya aina yoyote, bali ameambiwa kuanzia sasa amepumzishwa kazini mpaka pale atakapoitwa tena. Sasa nataka nizungumze na wewe binti ambaye uko mahali hapo, na wewe kijana. Ninaona watu watatu wanaonifuatilia wamepitia situation hizo kwa wakati mmoja. Ninaomba saa hii sikiliza, usikate tamaa. Roho Mtakatifu ananiambia wakati unaomba, mtumishi wangu, kuna kijana na mabinti wawili watatazama maombi haya. Naomba uwaombee ili waweze kurudi katika kazi zao, kwa sababu hao watu wamesimama vizuri na mimi, ila adui anafanya hila katika kazi zao. Lakini pia wakati huo Mungu ananionyesha mama mmoja mwenye watoto 3 wa kike. Huyo mama ana kila kitu katika hii dunia. Hana shida yoyote ya fedha, hana shida yoyote katika dunia hii, ila alishampoteza mume wake, anaishi yeye kama yeye. Lakini watoto wake wamekuwa ni watoto wasiopatana, ni watoto wasioelewana. Kila mtoto ana maisha yake. Amejaribu kufanya kila namna ya kuwasaidia watoto wake waweze kusimama na waweze kupendana, waweze kueleweka, lakini imekuwa ndivyo sivyo.
Watoto wamekuwa ni walevi, watoto wamekuwa ni wazinzi kiasi kwamba anaumizwa na hayo ambayo wanapitia watoto wake. Naomba nizungumze na wewe mama, una watoto watatu mabinti. Mmoja bado ni mdogo sana yuko chuo, mmoja ni mdogo sana yuko chuo, lakini naye ameharibikiwa. Anataka kuharibikiwa kwa sababu ya tabia za ndugu zake. Roho zilizokamata watoto wake zinataka kumfuata kule chuo. Ninaona huyo mtoto yuko chuoni, na wewe huyo mtoto anasoma nje ya nchi ambayo wewe unaishi. Huyo mtoto ambaye yuko chuo anasoma nje ya nchi ambayo wewe unaishi. Nao watoto wako auishi nao, wanaishi maisha yao, lakini ni watoto ambao wamekuwa hawaeleweki. Unajaribu kuwafanyia vyote ulivyofanya, umeshajaribu kuwapa mpaka mitaji ya biashara. Unajaribu kuwafanya, ulishawafanyia mpango hata wakapata kazi, lakini wakakataa. Ukajaribu kuwapa mitaji lakini wakakataa. Wakamwishia tu kupoteza hizo fedha. Na huyo binti yako ambaye yuko chuo, adui zile roho zinazokamata watoto wako na mwenyewe zimeanza kumfuatilia, kwa sababu ninaona tayari adui ameshaanza kumuingiza kwenye janga la ulevi. Na huyo binti yako sidhani kama yuko mwaka wa 3, ni kama sikosei yuko mwaka wa 2 kule chuoni. Sikiliza wewe mama, Mungu ananiambia kitu kimoja, sio kwamba maombi yako hayajafika. Maombi yako yamefika. Maombi yako yanasikika, ila isipokuwa ulikosa mtu wa kuweza kutamka neno na kuondoa hiyo laana. Umezunguka na utazunguka sana kwa manabii. Utatoa sadaka kwa manabii, utafanya vyovyote, ila Mungu anachosema, iko roho ambayo iliyofunga watoto wako. Hiyo roho inatokana na laana ambayo ilitamkwa kwenye tumbo lako. Hiyo laana ndio inayotesa kizazi chako, na hiyo watoto wako ndio atakuja kukuua wewe, kwa sababu hata sasa adui anataka kuja adui anaigarikisha afya yako. Naomba unisikize kwa makini sana. Kama utapuuza utajua mwenyewe, lakini Mungu ananisemesha jambo moja. Kama itakupendeza nitafute nikuombea. Kama haitakupendeza, hakikisha unaomba Mungu akupe mtumishi aliye sahihi aweze kukusaidia wewe watoto wako, ila aombe kwanza tumbo la uzao wako, kwa sababu kilichofungwa ni kizazi chako. Ulifungwa kizazi chako, na waliomuua mume wako ndio wanaotesa watoto wako. Na ndio maana una kila kitu, ila adui hawezi kuachia moyo wako kawe na amani. Una kila kitu, ila umekuwa ni mtu ambaye hauna amani. Mungu akubariki sana. Kupitia maombi haya ninaomba jiconnect. Mungu anaweza kukufungua hapo ulipo. Ninazungumza na mtu mmoja, baba mmoja. Huyu baba amekuwa akiteswa na kansa kwa muda mrefu sana. Amekuwa akitibiwa kila mahali. Lakini hiyo kansa ya damu imekuwa ikimtafuna sana. Imekuwa ikimletea kiasi kwamba mpaka sasa hivi anasubiri hatima yake ya kufa. Hospitalini umetolewa, uko nyumbani, na unafungua channel hii, umekutana na maombi ya nabii matajiri, na Roho Mtakatifu akakwambia hebu ingia kwenye hayo maombi. Sikiliza wewe baba, hautaweza kupona kwa sababu ya madaktari kama unavyosubiri kufa. Sikiliza, yawezekana hujafuatilia masomo ya nyuma, lakini sikiliza, nataka nikwambie kitu kimoja. Mungu amekupa nafasi ya kuishi tena. Mungu amekupa nafasi ya kusogea mbele. Mungu amekupa nafasi ya kusonga mbele. Sasa kama Mungu amekupa nafasi ya kusonga mbele, nafasi pekee ni wewe leo hii kuweza kuomba pamoja na mimi, kuweza kutazama maombi haya na kusikiliza kwa makini kile nitakachoenda kukiomba. Na tunaomba kwa pamoja, na Mungu atakuponya na hiyo kansa, na Mungu ataachia uzima ndani yako mpaka utashangaa. Mimi sitaki wasiliane na mimi, ila ninataka baada ya maombi haya, ikiwezekana nenda kapime tena kwa imani uliokuwa nayo. Nenda kapime tena. Mungu atakutendea muujiza mpaka utashangaa. Ninaona neema ya ajabu ambayo Mungu anashindwa kujizuia. Ninaona kitu cha tofauti Mungu anakitenda sasa hivi. Wakati tunaomba maombi ya ukiri, Mungu ananionyesha kuna mtu atatazama hii video miezi 3 baada ya kurekodi. Ninarekodi hii video tarehe ya leo. Tarehe ya leo ni video hii inapostiwa tarehe ya leo, ambao ni tarehe 1 Desemba 2025.
tarehe 1 Desemba 2025. Lakini Mungu ananiambia mtu huyu anayetazama atatazama video hii miezi mitatu ya mbele, kwa sababu yuko katika changamoto ngumu sana kiasi kwamba huweza kutazama mitandao ya kijamii ni ngumu sana, lakini atapata wafadhali wa kuweza kutazama maombi haya. Atashika simu yake na atakutana na maombi haya, na Roho Mtakatifu atamuongoza aingie kwenye maombi haya, atapata uponyaji. Huyu mtu amelazwa hospitalini takribani mwaka sasa, lakini Mungu ananiambia video hii atakuja kuitazama miezi mitatu ya mbele. Yuko hospitalini takribani mwaka sasa, na hivi ninavyozungumza ana miezi 9 yuko hospitalini. Manake atakuja kutazama video hii akiwa na mwaka kitandani. Sio kwamba huyu mtu alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri sana. Huyu mtu Mungu ananionyesha kwamba ni mtumishi wa Mungu mzuri sana, na alikuwa na kanisa kubwa sana, alikuwa amesimama vizuri na Mungu sana, ila kilichokuja kumwangusha ni roho ya uzinzi. Aliletewa adui kutoka kuzimu, aliletewa kahaba kutoka kuzimu. Adui alitengeneza mipango ili aweze kubaki yeye peke yake na huyo msichana, na huyo msichana alitoka kuzimu, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana maisha ya hotelini, na adui akamtengenezea mlokole wa feki ambaye kutoka kuzimu. Alipomuona aliamini kwamba huyu ni binti aliyesimama vizuri na Mungu, na alikuwa anapitia migogoro yeye na mke wake. Kwa akili yake akaamini kwamba Mungu ameniletea mke, aachane na mke wake. Alipoachana na mke wake akamuoa huyo mwanamke kwa siri, akawa anaishi naye kwa siri. Ndipo huduma ikapigwa na maisha yako yakapigwa mpaka leo upo hapo kitandani. Sikiliza, nataka nizungumze na wewe. Wakati unazungumza na wewe sasa, najua akili za watumishi wa Mungu zilivyo, na ninafahamu akili yako. Ninazungumza na wewe ambao unanisikiliza sasa hivi. Wewe mtumishi wa Mungu na si mtu mzima sana, na age yako ni takribani miaka sidhani kama umefika miaka 42. Age yako kuanzia miaka 37 mpaka miaka 42 haujafika maeneo hayo. Mungu alikuinua na alikupa kibali kikubwa sana, ila ukachezea nafasi hiyo. Sasa sikiliza, Mungu ananiambia leo hii ninapoomba unanyanyuka na unapona, na siku 3 utaondoka katika hospitalini. Najua afya yako imekuwa dhaifu, lakini itakuchukua mwezi mzima kuweza kukaa sawa na kuweza kutembea, ila siku 3 utakuwa afadhali mpaka madaktari watashangaa na utarudishwa nyumbani. Tafuta mke wako popote alipo, kule ulikomtelekeza, kule ulikomtupa. Tafuta mke wako, nenda akapige magoti akuombee, ndipo itakuwa uponyaji wako. Na pia ukishamaliza kufanya hivyo, unahitajika uingie gharama ya maombi si chini ya takribani miezi 3. Ukae kwenye maombi ya toba tu, ili Mungu aweze kukusamehe, ili Mungu aweze kukurehemu. Na Mungu akutaka wewe kukuua, kwa sababu aliweka kitu kikubwa ndani yako. Mungu alitaka kukupitisha kwenye adhabu ili uweze kujua nini kosa ulilofanya kwenye maisha yako. Japo itachukua muda mrefu kurudi kuwa kama ulivyokuwa, ila kubali kuwa mjinga, rudi kwa mke wako, piga magoti, omba toba, omba rehema, na Mungu atakusaidia sana. Kuna huyu mtu wa mwisho Roho Mtakatifu ananifunulia hapa, sijajua kama ni mtu wa mwisho, lakini kuna kitu Roho Mtakatifu ananionyesha. Kuna mama mmoja amekuwa akipitia changamoto sana. Huyu mama mpaka sasa ana miaka imepita, si chini miaka 7 sasa ya ndoa. Miaka 7 ya ndoa. Huyu mama ni mama mtumishi wa Mungu. Miaka 7 ya ndoa. Ni mama mtumishi wa Mungu. Tena mume wako ni mtumishi mkubwa na mtumishi ambaye anatumika sana na Mungu. Adui amekuwa akijaribu kumpoteza mume wako. Naomba unisikilize sana. Nazungumza na wewe mama ambaye Mungu amekusemesha uingie kwenye video hii uweze kufuatilia maombi haya. Naomba unisikilize kwa makini sana. Adui anajaribu kuharibu akili ya mume wako ili ajaribu kuona kama anaweza kupata mwanamke mwingine. Adui ameanza kumletea mahubiri ya kichawi kwenye ufahamu wake ili aweze akazae mtoto sehemu nyingine. Hiyo ndio itakuwa anguko lake katika huduma mliokuwa nayo. Na adui ameanza kukukatisha tamaa katika wokovu, kiasi kwamba unawaza hata wewe mama ukajaribu labda kuwa na mahusiano mengine uone kama hautapata mtoto. Sikiliza,
Adui anataka kuwapoteza kwenye nafasi, kwa sababu umeona kusimama kwenu ni kusimama vizuri na Mungu, na ndipo mnafanikiwa. Sikiliza, miaka 7 sio miaka mingi. Sara alikuwa mpaka mzee, lakini Mungu alimpatia mtoto. Hakuna kuchiti nje ya ndoa yako. Na maneno haya ikiwezekana video hii muonyeshe mpaka mume wako. Hakuna kutoka nje ya ndoa yako. Mungu ananiambia, naomba wewe mama nipigie. Kabla ya kuongea na mume wako, nipigie simu, nitakuombea, nitakusaidia, nitakushauri, na kama upo karibu tutaonana, na kama uko mbali namba ya WhatsApp iko hapo, tumia WhatsApp. Ukipiga kawaida namba iko busy sana kwenye redio, iko busy kwenye TV, iko busy sehemu tofauti, lakini ukitumia WhatsApp ni rahisi sana kunipata. Mungu akubariki sana. Naomba wewe mama nabii, mama mtumishi wa Mungu, naomba unipigie simu, nitakusaidia, na Mungu atakuongoza, na Mungu atakutendea muujiza ambao hujawahi kuona. Kuna kitu kidogo tu Mungu alikuwa anapitisha, ila tayari mmekuwa, mioyo yenu ni dhaifu, mioyo yenu imepoteza ushujaa mliokuwa nao miaka 5 ya nyuma. Hii miaka 2 mmekuwa ni watu wa kutoka kiimani, wa kushuka kiimani. Yule Mungu aliwafikisha hapo ndio Mungu atakayewapa watoto, kwa sababu kwenye tumbo lako kuna mapacha si chini ya mara 3. Kwa hiyo adui, usione kama umechelewa. Kuna kitu kikubwa Mungu aenda kufanya kwenye maisha yako. Natumaini umeelewa sana wewe mtumishi wa Mungu, mama mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Ninaona neema Mungu kunisemesha mambo makubwa ya wewe mama mtumishi. Mungu akubariki sana. Lakini kuna kitu kikubwa kuna jambo moja Mungu ananionyesha. Yuko mama mmoja anatazama sasa, yuko katika nchi za Uingereza. Mungu ananionyesha kuhusu maisha yako. Karabo saka. Kuna kitu cha tofauti sana ninakiona hapa. Ni moja kati ya watu wangu wa karibu sana. Nimekuwa nikiomba kwa muda mrefu, lakini katika maombi haya, maombi ya vifo, maombi ya kaburi, maombi ya vitu tofauti ambao tulikuwa tunajifunza jinsi gani ya kuweza kukiri ili tusikutane na mauti mbaya hivi na hivi na hivi. Lakini leo hii Mungu ananisemesha kitu kimoja. Adui umekuwa ukiteseka na miguu yako kuwasha. Miguu yako imekuwa kiwasha mara kwa mara. Sikiliza, miguu inapowasha, hasa mguu wa kulia, miguu inapowasha mguu wa kulia, maana yake shetani, maana yake tunazungumza mguu unapowasha mguu wa kulia, tunazungumzia kuna safari njema unatakiwa uende, au kuna safari ya baraka. Safari yako hiyo itakuwa ni ya mafanikio. Lakini mguu wa kushoto unapowasha, maana yake kuna safari mbaya sana mbele yako, kuna safari ya shida sana mbele yako ambayo imeandaliwa. Sasa kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Wakati ulipokanyaga katika nchi yako, Roho Mtakatifu ananionyesha hapa kitu kimoja. Naomba niseme na wewe, naomba unisikilize na unitegee sikio kwa makini sana. Ulipokanyaga katika nchi yako, ulipokanyaga ukashangaa kwa nini miguu yako, hasa huu mguu wako wa kushoto, ukawa umekazana sana kuwasha, ukawa umeng'ang'ana kuwasha. Sikiliza kwa makini unisikie. Kuna roho moja imeingia kwenye familia yenu. Hiyo roho ilikuwepo miaka ya nyuma, si chini ya miaka 30 kama na 3, 34, 35, takribani miaka 35. Nazungumzia miaka 35 uko nyuma. Nazungumzia miaka 35 uko nyuma. Kuna uchawi ulikuwa unafanyika, ulifanyika kwenye maisha yenu, na huo uchawi ulipandikizwa katika tumbo la mama yako. Lakini huo uchawi kusudi lake kubwa lilikuwa ni baba yako. Baba yenu alipandikiziwa huo uchawi kwa sababu huyo baba yenu alikuwa na ugomvi. Aliwekwa mtu wa katikati, kwa sababu huo ugomvi ulitokana baina ya mtu na mtu. Maanake nazungumza, ninachokiona hapa ni ugomvi wa mama wawili. Hao wa mama wawili walikuwa na ugomvi wa mwanaume mmoja. Haleluya, haleluya. Naomba unisikilize kwa makini sana Roho Mtakatifu anachosema leo. Naona Roho Mtakatifu anataka kutabiri maisha ya watu. Na kuna watu hawa wamekuwa wakifuatilia sana masomo haya. Na leo Mungu anataka kufungua, na anataka kukutoa, na anataka kukuweka huru. Sasa hiyo vita ya watu hawa wawili, huyu mtu aliyesimama hapa katikati ambaye ni baba yako. Sasa huyu mama aliwahi kwenda kwa waganga.
aliwahi kupewa dawa akampa. Huyu naye alikuwa ni mshirikina, ambaye sasa ni mama yako wa kambo, ambaye ni mama wa ndugu zako wengine. Huyu sasa alikuwa ni mshirikina, sio tu mshirikina wa kawaida, alikuwa ni mshirikina tena grade namba 2. Wale washirikina wakubwa na wakongwe wakafanya nao uchawi juu yake. Huyu ndiye aliyesema kwamba bora tukose wote. Lakini ule uchawi wakati anamfanyia huyu, walisahau kwamba wakati anafanya ule uchawi walimtupia ule uchawi, au tuseme kwa lugha nyepesi naweza nikasema jini, lakini sio jini. Naweza nikasema pepo, lakini lile alikuwa ni pepo. Lilikuwa ni roho ambayo inayoishi, ni roho inayoishi kama binadamu, au lilichukuliwa ni sisemi ni jini, kwa sababu hiki kiumbe ninachokiona akipo kwenye majini. Hiki kiumbe chenyewe kipo katikati ya mapepo, lakini kipo katikati ya jini. Hiki kiumbe ni kiumbe cha tofauti sana, kinafanana na jini makata, lakini sio makata. Hiki kiumbe ni asili ya pepo, lakini sio pepo. Ili pepo lenyewe huwa linaishi kwenye nyumba za watu, aidha kulinda watu, aidha linatupwa kwenye ukoo wa watu kwa ajili ya kuwamaliza au kwa ajili ya kuwaua. Sasa kitu ambacho nachotaka ni kwambia, huo mguu wako kuwasha ulipokanyaga kwenye nchi yako, mguu wako ukangangana sana, ukiomba sana, huo mguu unatulia. Sikiliza, ishara ya kwamba kuna mauti mbele yako, na hiyo mauti imekuwa ikikukosa mara kwa mara, na hiyo mauti imekuwa ikikufuatilia mara kwa mara. Imejaribu kukufuatilia kwa magonjwa, imekukosa. Imejaribu kufuata kwa ajali, imekukosa. Na imetumia kila namna, imekukosa. Hiyo roho ilipandikizwa kwenu kwa sababu baada ya kumua baba yenu. Hiyo roho inataka kuwamaliza mmoja baada ya mwingine. Na watoto watakao kufa si uzao wako tu, uzao wa mama yako mzazi tu, mpaka uzao wa mama wa kambo, nao watakufa mmoja baada ya mwingine, kwa sababu yule mama alifanya uchawi kwa baba yenu, akujua ule uchawi aliyoutupa utakuja kuzuru mpaka watoto wake yeye mwenyewe. Na inapelekea kuwa na katika familia yenu kumekuwa na changamoto sana. Ule uchawi ndio unafanya kuharibu watoto. Wengine hawaeleweki, wengine ni walevi, wengine maisha ni magumu, wengine hawana upendo, wengine ni vurugu, wengine hata kama wasikie wewe una shida gani hawajali. Yani wamekuwa ni watu ambao hawajali, wao kwa wao hamjaliani, ninyi kwa ninyi hamjaliani. Sio kwamba ni wao, sio wao, ila ni ile roho, pepo lilotumwa ilikuwa ni pepo la kumtawanya baba na watoto wake. Ila yule mama baada ya kumua baba yenu na kutupa lile dudu, tuseme yule mdudu, baada ya kuwapandikizia nyie, akujua kama atakuja kuathiri maisha yake yeye mwenyewe na watoto wake. Kwa sasa lile dudu linaishi mpaka leo kwenye ukoo wenu. Na ndio maana ulipokanyaga katika nchi yako, ukaanza kuishi sensi ya mguu wako. Manake ile safari hiyo sio safari mbaya tu ya kwamba kwenda kuona labda msibani, kuona mtu aliyekufa, au kuona sijui magonjwa, si kwamba dini, hapana. Bali hiyo ni safari ya wewe moja kwa moja kuitwa maiti. Na hapo ukiitwa maiti, manake kusudi lao na wewe ufe, lakini urudi katika kitovu kile walichokipandikizia. Kwa hiyo mpango wao ni kukumaliza na wewe. Kwa hiyo limetoka na kaka yako mmoja. Lakini pia mwaka 2016 mwaka 2026 ni mwaka ambao mnaweza mkapoteza ndugu zenu wawili. 2026 kuna ndugu zenu wawili wataondoka ndani ya mwaka mmoja, hawaumwi wala hawafanyi nini, watakatika tu kwa sababu ya huo uchawi ambao uko kwenye familia yenu. Sasa huo mguu ambao unaona unawasha, hiyo ni mojawapo ya dalili ambazo na wewe hiyo roho inakufuatilia, ila unaishinda tu kwa sababu ya Mungu, sadaka, maombi yako, wito wako na kusudi lako na nafasi yako mbele za Mungu na mbele ya kanisa. Hicho ndio kinachokufanya wewe uweze kukaa vizuri na Mungu. Sasa kitu gani cha kufanya katika mwaka 2026? Mlichowekwa, ninaona adui amepita na watoto wa kiume, lakini mwaka 2026 anataka kuondoka na watoto wa kike. Hilo jini linataka damu za watoto wa kike.
Na mmoja kati ya mtoto wa kike ambaye mnaotakiwa wote sasa hivi mmesimama vizuri na Mungu, na ndio maana zinachukua damu za watoto wa kiume, lakini zinaona hazifai, zinaona si chochote. Zimechukua damu ya mtu mwingine, ninaona imechukua ndugu yako, lakini haijalizika, inaona ile damu sio sahihi, inataka damu za watoto wa kike wawili. Lakini sasa wote mmesimama vizuri na Mungu, wewe na mdogo wako mmesimama vizuri na Mungu, na yeye Roho Mtakatifu amemsemesha, ameupokea wokovu, amesimama vizuri na Mungu. Kwa hiyo sasa ndani ya mwaka 2026 zinakutafuta wewe, zinakutafuta na mdogo wako. Mwaka 2026 ni mwaka ambao roho ya mauti imekusudiwa mazima, na hilo jini linataka mazima, kwa sababu baada ya kupandikiza roho kutaka kumchukua kaka yenu, sasa baada ya kumchukua, walikuwa wameshataka kumchukua muda mrefu. Baada ya kupandikiza sasa ile roho ya mauti, wataka kuchukunywa damu yake, ilo jini sasa likaona ile damu si chochote, haina faida yoyote, ila tu ikasema ngoja tummalize. Lakini sasa kusudi kubwa linataka damu za wandugu zenu wawili. Na hiki kitu nachotaka nikwambie, huo mguu wako tunahitaji tuingie kwenye maombi maalum. Hiyo safari ya kifo chako ambacho huo mguu unawasha, hiyo safari tunahitaji tuiahirishe. Lakini kuahirishwa kwake kunahitaji gharama, na gharama mojawapo inahitajika, hiyo gharama irudishwe, inaitwa kubadilishwa, kwa sababu hilo dudu hatuna uwezo sisi wa kuliondoa, bali aliyeliweka ndiye anatakiwa aliondoe. Hilo jini aliyeliweka ndio anatakiwa aliondoe. Kwa hiyo sisi tunachofanya, tutaingia kwenye maombi ya gharama. Tunahitaji maombi ya gharama, na hayo maombi tunayozungumzia, tunahitaji maombi ya kugeuza. Manake baada ya kifo chako wewe, tunatakiwa turudishe kifo kwa mtoto wa yule aliyetuma kwako. Hicho ndio itakuwa uhalali wako. Au aidha tutoe sadaka iliyo kubwa, ambayo hiyo sadaka itakuwa ni rahisi yule jini aliyowekwa pale, kwa sadaka ya ng'ombe si chini ya 3 4. Alitolewa sadaka ya ng'ombe si chini ya 3 4, ambayo alitolewa damu, ili alipewa sadaka ili awashawishi, ili wamshawishi aweze kwenda kumuua baba yenu. Na mpaka leo bado linaishi, na hilo jini limekuwa likijaribu sana kumtumia mpaka mama yako mzazi. Ndilo roho ambayo inajaribu kuingia ndani ya mama yako mzazi. Kuna wakati mnaweza msimuelewe mama yenu mzazi yukoje, mbona kama mchawi, mbona haeleweki, lakini sio yeye, bali hilo jini, hilo dude ambalo limekaa kama jini, kuna muda linaingia ndani ya mwili wake, linamfanya afanye vitu vingine vinakuwa kama ni vya kishirikina, linambadilisha akili yake, linamfanya agombane na kila mtu, linamfanya kama vile linamtumia anavyotaka. Sasa jambo tulilo nalo ni jambo moja tu, ambalo Roho Mtakatifu anasema kwa haraka ananiambia kuna jambo tunahitaji kuingia kwenye maombi. Roho Mtakatifu ananiambia tunataka kuingia kwenye maombi. Sasa option tulizonazo ni mbili. Jambo la kwanza, tunaingia kwenye maombi sahihi, lakini tutaomba nje na hapa, tutaomba. Utanipigia simu, tutaomba. Tutafute muda wa kuomba, tuingie kwenye maombi siku 3 siku 4 tuombe. Lakini hili jambo sio la siku 4, hili jambo kuanzia siku 7 mpaka 21, kwa ajili ya kuahirisha, kwa sababu ni mpango maalum na mkakati wa wewe safari yako ya kurudishwa nyumbani ukiwa umekufa na mafanikio. Na moja kitu pekee ambacho akitakiwi kwako, nilikuwa nasema kuna mtu mmoja wapo amekuwa akitamani sana mabaya, na wanakuwa wakitumia watu ambao wanakuchukia wewe ili kujaribu kuwachochea. Hilo pepo limekuwa kama ni pepo la uchochezi kwenye familia yenu, pepo la kutokutamani mafanikio yenu, pepo la kutokutamani maendeleo yenu. Sasa hiyo roho au hilo pepo tunahitaji tuingie kwenye maombi, si chini ya siku 7 hadi siku 21, kwa ajili ya kukutoa kwenye hiyo kalenda yake. Kwa sababu hilo pepo lenyewe, ili liweze kuondoka, linahitajika litolewe sadaka kama zilizopewa,
na lenyewe lilipewa ng'ombe si chini ya 4, na aliyetoa yeye mwenyewe mpaka leo hana uwezo wa kutoa hilo jambo, na anajua kinachoendelea. Limefunga watoto wake, limefunga watoto wa mke mwenzake, mpaka leo hii yeye mwenyewe linamtesa pia. Haleluya, haleluya. Natumaini umenielewa vizuri sana. Natumaini nazungumza na mwanangu ambao unanielewa sana. Sielewi tunafanyaje, sielewi tunafanyaje katika, kwa sababu ninaona ni kitu kikubwa na kizito sana, kinanifanya nishiwe nguvu sana. Mungu akubariki sana. Vingine tutaongea, vingine tutaongea, lakini ninaona Mungu anataka kufanya jambo. Hebu wote kwa pamoja sahi, naomba kila mmoja, Roho Mtakatifu ananifunulia vitu vingi sana. Naomba wewe ambaye unafuatilia maombi haya, baada ya maombi haya, naomba piga simu, WhatsApp hapo, au tuma message. Jambo lolote lilo gumu, ninaona connection kubwa sana ya ulimwengu wa roho inanifunulia matatizo ya watu. Tuma majina yako, tuma nabii, mimi natoka sehemu fulani, naitwa fulani, naomba unisaidie kutabiri juu ya maisha yangu. Kuna 1 2 3, juu ya afya yangu, juu ya watoto wangu hawa, juu ya elimu ya uzao wangu, juu ya elimu yangu, juu 1 2 3. Nami nitakutabiria na tutajua nini shida na tutaomba. Tuma message yako kupitia WhatsApp na nitakusaidia. Hebu twende kwenye maombi moja kwa moja. Wewe mgonjwa ambaye Mungu amenisemesha upo hospitalini, wewe ambaye upo nyumbani una kansa, sikiliza. Wewe mgonjwa, shika kifua chako. Na wewe ambaye una kazi, nyoosha mkono wako mmoja juu, mmoja weka kwenye screen. Na wewe ambao unanifuatilia, unapitia changamoto mbalimbali za kifamilia na maisha uelewi utafanya biashara yako itakaa sawa lini. Kuna watu kama 5 wananifuatilia sasa hivi, biashara zinayumba, maisha yao hawaeleweki na wana mikopo ya kutosha. Watoto wanahitajika kuingia ada shuleni, uelewi utafanya nini. Naomba sikiliza, nyosha mikono yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tazama Mungu, ninasema asante kwa ajili ya neema yako sahi. Umenipa neema na kibali cha kuweza kuomba pamoja na watu wako wao. Umenipa kibali cha kuweza kuzungumza na watu wako wao. Karabu sakalaba santa yaba. Baba, ninawakabidhi mikononi mwako sahi. Ninawakabidhi katika uwepo wako sahi. Ninawaondoa katika vikwazo vya kichawi ambavyo vimepandikizwa kwenye maisha yao. Ninawaondoa kwenye vikwazo vya giza vilivyopandikizwa kwenye maisha yao. Umesema uweza wa Urimi, mauti na uzima uwa katika uweza wa Urimi, na wale wa upendao watakula matunda yake. Baba, umenipa uweza wa uzima katika ulimi wangu. Umenipa uweza wa uzima katika kinywa changu. Nami sasa natamka uzima kwa yule mgonjwa aliyopo nyumbani, yule mgonjwa aliyopo hospitalini. Natamka uzima kwa yule ambaye Bwana sasa anatazama maombi haya akiwa yupo kazini, aeleweki, aelewi mshahara huu afanye nini, aelewi lini atapandishwa mshahara. Yule ambaye yupo nyumbani aelewi lini atarudishwa kazini. Baba, yule ambaye Baba hana kazi wala biashara, aelewi lini atapata kazi, lini atapata biashara. Yule ambaye ametuma maombi yake ya kazi Baba hayajajibiwa, ninamweka mikononi mwako Mfalme. Yule ambaye Mungu saa hii tumeomba juu ya afya yake, familia yake inawaza mabaya juu yake Baba, wale waliotengwa na familia, waliotengwa na ukoo, ninawaweka mikononi mwako usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninawaweka mikononi mwako sahi. Ninawaweka mikononi mwako sahi. Natangaza upako juu yao. Natangaza upako juu yao. Natangaza upako juu yao. Uponyaji na uzima upite ndani yao. Uponyaji na uzima upite kwenye familia zao. Uponyaji na uzima upite kwenye afya zao. Imeandikwa mauti na uzima uwa katika uweza wa Urimi. Nami kinywa changu kimejaa uzima, kimejaa na mauti. Natamka mauti kwa wachawi wanaofuatilia maisha ya mtu huyu. Natamka mauti kwa wachawi wanaofuatilia familia ya mtu huyu. Natamka mauti kwa wachawi wanaofuatilia kazi ya mtu huyu. Natamka mauti kwa wachawi wanaofuatilia biashara ya mtu huyu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natamka uzima ndani ya maisha yao. Natamka uzima ndani ya familia zao. Natamka uzima ndani ya nyumba zao. Natamka uzima Baba. Natamka uzima kazini. Natamka uzima kila mahali. Natamka uzima kwa huyu baba anayesumbuliwa na kansa.
Natamka uzima kwa huyu mama anayesumbuliwa na kisukari. Natamka uzima kwa huyu baba anayesumbuliwa na kisukari. Natamka uzima kwa huyu mama anayesumbuliwa na kansa. Natamka uzima Bwana. Roho ya HIV imetafuna maisha ya mama huyo, imetafuna maisha ya baba huyo, imetafuna maisha ya kijana huyo, imetafuna maisha ya binti huyu. Leo ninaipiga hiyo roho kwa jina la Yesu. Naisambaratisha kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naitawanya kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naitawanya kwa moto wa Roho Mtakatifu. Roho ya mauti na kutawanya leo. Roho ya mauti na kutawanya leo. Roho ya mauti na kutawanya leo. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Leo nakusambaratisha. Nakusambaratisha mara 7. Nakusambaratisha vipande vipande. Nakusambaratisha vipande vipande. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Na kutawanya vipande vipande. Na kugawanya vipande vipande. Moto wa Roho Mtakatifu ukawake kwenye maisha ya wachawi, ukawake kwenye malango ya wachawi, ukateketeze malango yao. Waachie familia yako sahi. Wale watoto wanaoumwa kila siku, wale watoto wanaokusumbua kila siku, wale watoto wanaokusumbua kila siku, kila siku unamaliza fedha juu ya magonjwa yao, kila siku unamaliza fedha juu ya afya zao. Leo ninapiga roho ya magonjwa nyumbani kwako. Naipiga roho ya magonjwa nyumbani kwako. Naipiga roho ya magonjwa nyumbani kwako. Haitatembea tena kwa jina la Yesu. Haitaishi tena kwa jina la Yesu. Haitaishi tena kwa jina la Yesu. Roho ya magonjwa ninaitawanya. Roho ya magonjwa ninaitawanya. Ninaipiga kwa jina la Yesu. Ninaipiga kwa jina la Yesu. Ninaipiga kwa jina la Yesu. Nafungua mipaka ya uchumi wako. Nafungua mipaka usiku wa leo. Nafungua mipaka asubuhi ya leo. Nafungua mipaka mchana wa leo. Nafungua mipaka majira haya. Unapotazama maombi haya, unaposikia maombi haya, mipaka yako ya fedha ikawe wazi. Mipaka yako ya fedha ikawe wazi. Roho ya kupoteza, roho ya chuma ulete, unafanya kazi miaka na miaka, hauna cheo, haupandishi mshahara, hiyo roho ninaipiga kwa jina la Yesu. Unafanya kazi miaka na miaka, haujaajiriwa, upo kama kibarua. Leo ninatema kwa jina la Yesu, ajira iwe mlangoni mwako, ajira iwe mlangoni mwako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Karabasa karabasaya, kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nami nawashinda kwa damu ya mwana kondoo. Nami nawashinda kwa damu ya mwana kondoo. Kila wachawi na mapepo, kila wachawi na majini, leo ninawashinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Ninawapiga leo kwa damu ya Yesu. Nafungua anga la mafanikio, anga la ustawi, anga la amani, anga la afya. Adui ameipiga ndoa yako. Wewe mama sikia, unatazama ibada hii, unatazama maombi haya, una siku ya 3 hauna amani na mume wako, mmefarakana. Wewe baba unanitazama sikia, unakaribia mwezi mzima umetengana na mke wako kwa sababu ya makosa yako. Sikiliza, kupitia maombi haya mwambie Bwana nisamehe. Bwana atakurejeshea ndoa yako kwa jina la Yesu. Natangaza urejesho kwenye ndoa yako. Unaitazama sasa kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, anakuhudumia kwa jina la Yesu. Popote ulipo, natamka uzima, uzima kwenye ndoa, uzima kwenye ndoa. Ndoa yako ireje, amani ireje, amani ireje, amani ireje kwa jina la Yesu. Natamka moto, moto kwa jina la Yesu. Kazini kwako moto. Wale wachawi waliopandikizwa pale kazini kwako, wanakuletea ila, wanakuletea fitina ili ufukuzwe, wanafukuzwa wao, wanafukuzwa wao, wanafukuzwa wao, wanafukuzwa wao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wanafukuzwa wao kwa damu ya Yesu. Hakuna giza, hakuna uchawi, hakuna mapepo, hakuna majini, hakuna waganga watakaosimama na kuzuilia tena. Walichukua mchanga wa nyayo zako, walichukua mchanga na wakaambatanisha pamoja na mayai, pamoja na nazi, pamoja na viungu, pamoja na vibuyu, wakaenda kupasua mahali pa njia panda ili waharibu nyota yako, nyota ya biashara, nyota ya elimu, nyota ya kazi, nyota ya kibali. Kila unapoenda unakataliwa, kila unapoenda haukubariki kwenye ndoa, kwenye familia, maisha uelewi. Kila unachokipanga kila vurugika, kila kitu hakikai. Maisha yako hauelewi leo kwa jina la Yesu. Walipasua wao kwenye njia panda wao, walifanya wao kwa jina la Yesu, na warudishia wao chochote walichokifanya, na kirudisha kwao
na kirudishe kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa, wale maadui watakuja kwako kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Nami nawatawanya, nami nawatawanya, nami nawatawanya, nami nawatawanya, nami nawatawanya, nami nawatawanya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nawatawanya leo, nawatawanya leo, nawatawanya leo. Tawanyika leo, tawanyika leo, tawanyika leo. Ewe mchawi, ewe pepo uliyesimama kwenye maisha ya baba huyu, ya mama huyu, kijana huyu, binti huyu, mtoto huyu aliyewekwa kitandani kwa miaka mingi. Mama huyu analia kwa ajili ya mtoto wake, huyu mtoto mdogo aliyewekwa kitandani, amepelekwa kila hospitali. Adui imekamata afya ya mtoto huyu. Sikiliza adui, sikiliza adui. Kuna mama mmoja yuko na mtoto mgonjwa, anatazama maombi haya, amekaa na mtoto wake, anasema, Mungu najiungamanisha kupitia maombi haya, mponye mtoto huyu. Mungu amesikia kwa jina la Yesu. Naachia uzima kwa mtoto wako, naachia uzima kwa mtoto wako, naachia uzima kwa mtoto wako. Amponye sasa, amponye sasa, amponye sasa, amponye sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uponyaji leo upite hapo ulipo. Anapona sasa. Adui alipandikiza roho ya degedege, adui alipiga moyo wake, uzima kwenye moyo unaingia sasa, afya inaingia. Alikuwa ni wa baridi, alikuwa amezofika mwili wake, anza kumkagua. Ninaona joto likiwa kwenye mwili wake, ninaona joto. Mungu ananionyesha joto likiwa kwenye mwili wake, joto likiwa kwenye mwili wake linaanza kuongezeka. Usiogope, ndo uzima unakuja. Naongeza afya ndani ya mwili wake, maana imeandikwa Misali 3:8 ya kwamba iwe afya mifupani mwako. Nami natamka afya, natamka afya ndani ya huyu mtoto, ndani ya huyu mtoto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, kuna baba mmoja, kuna kijana mmoja anatazama ibada hii, anatazama maombi haya akiwa yuko kitandani, amevunjika mguu wake zaidi ya mara 2, anapitia wakati mgumu, anapitia maumivu, mguu hauponi. Baba, tazama kwa jina la Yesu, natamka uponyaji kwenye mguu wako. Wewe baba, hata wewe mama unapitia changamoto ya kuvunjika mguu wako, mkono wako, hayo maumivu ninayafuta, ninayafuta kwa jina la Yesu. Kila majeraha kwenye mwili wako nayafuta leo, nayafuta leo, nayafuta leo, nayafuta leo. Kuna mwingine na Joy anasema ya kwamba, Mungu najiungamanisha na maombi haya. Bwana Yesu, naomba uniponye maumivu ya tumbo, hayaniishi kila mara. Kwa jina la Yesu, naachia uponyaji kwenye tumbo lako. Hilo tumbo lako, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Uwe uponyaji uwe ndani yako, uwe ndani yako, uwe ndani yako, uwe ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Huo upako upite sai. Hilo tumbo lako linakombolewa, 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 linakombolewa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ninaiona sasa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu itembee sai, itembee sai, itembee sai. Hapo ulipo, ule upako na ile nguvu ya uzima ipite sasa, ipite sasa kwa damu ya Yesu. Yes, hakuna uchawi tena, hakuna uchawi tena, hakuna uchawi tena, hakuna uchawi tena. Nimetamka neno, neno litaishi. Nimetamka neno, neno litaishi. Nimetamka uzima, uzima utaishi. Nimetamka mafanikio, mafanikio yataishi. Nimetamka hatima, hatima itaishi kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa uweza wako na uzima wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ambao unajisikia vibaya, unasikia kama moyo unaenda mbio, unasikia kama mwili wako unaenda kasi, unasikia kama mwili wako hauelewi, endelea kujiconnect, endelea kujiconnect, endelea kuomba mwenyewe. Mwambie Mungu, nifungue. Ninaona neema ya Mungu. Baba, ninaachia neema yako ya ukombozi, neema yako ya uzima ipite pale walipo, nyumbani kwao, kazini kwao, popote pale alipo mtu huyu ananitazama, hata akiwa kwenye basi. Kuna mtu mmoja anatazama maombi haya akiwa yuko kwenye basi anasafiri. Mwingine anatazama maombi haya akiwa kwenye ndege anasafiri. Sikiliza, ninakuombea hapo ulipo kwa jina la Yesu. Ninakuombea hapo ulipo kwa jina la Yesu. Mwingine akiwa kwenye meli anasafiri. Mungu atakusaidia, utafika salama. Mungu atakusaidia, utafika salama. Na hakuna ajali kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Nimefunga mauti, nimefunga roho za vifo, hazipo tena kwenye maisha yako. Roho za mizimu zinazofuatilia hazipo tena kwenye maisha yako. Na tabiri kwenye maisha yako kuanzia sasa. Walipandikiza mabaya, walipandikiza mauti ya kwamba utakufa. 2026 kuna kitu kikubwa Mungu anaenda kufanya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Wewe ambaye unaona umebarikiwa na maombi haya, umebarikiwa na somo hili toka tulipoanza mpaka sasa, unasema Mungu asante kwa kujida kunifundisha, mtumishi wa Mungu atumejifunza. Unasema nimebarikiwa. Unaweza kalipandia mbegu sadaka yako, unaweza kalipandia sadaka. Namba ya simu hiyo hapo, unaweza panda sadaka yako na Mungu akubariki sana. Iko namba ya M-Pesa kwa wale ambao wako mataifa mbalimbali. Iko namba ya Mixx by Yas kwa wale watu ambao wako Tanzania. Na pia unaweza kuwasiliana na mimi kupitia namba ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Pia unaweza kanifuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Napatikana Facebook kwa jina la Mtume na Nabii Matajiri. Niko TikTok kwa jina la Nabii Matajiri. Lakini TikTok pia tunatumia HVT channel. Instagram pia unaweza katafuta Nabii Matajiri. Na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nikutakia wakati mzuri wenye baraka, wakati mzuri wenye hatima, wakati mzuri wenye mafanikio. Na Mungu atakubariki sana. Ninakuachia baraka, ninakuachia hatima, na Mungu akakushangaze, na Mungu akakufanyie mema. Mungu akubariki mno, na Mungu akubariki sana. Wewe ambaye tumeweza kufunuliwa na Mungu Roho Mtakatifu tukiwa kwenye maombi, yawezekana nikasahau, lakini wewe hujasahau, hujaelewa unabii ambao Roho Mtakatifu amekupa, tumie message hapo, tutazungumza, tutajadili, tujue nini tunafanya. Na Mungu akubariki sana, Mungu akubariki mno. Damu ya Yesu ikufunike, damu ya Yesu iwe na wewe, na Mungu akubariki sana. Amen. Oh, asante Yesu. Baba, ninakushukuru. Asante Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako Mungu. Baba, tazama ni wewe. I'll put you in front of my melody. Pasipo na milango. You are all that matters. Mtumishi wako kama chombo wewe Bwana. You are all that matters. Tumia mimi mtumishi wako kama sehemu ya I'll make room for two. Kuona kuliko siku zote. You and I, Jesus. Baba, umefungua macho You are all yale ya that watu matters. mbali. You are all kama that ulivyoona matters. wengine, nami ukanihudumie Bwana. Kama ulivyotazama wengine, nami naomba Bwana. You are all that matters. Uisha pale nilipofikia. Uisha pale Baba nilipoishiwa. You are all that Zama matters. tumekuwa wote toka siku ya kwanza mpaka sasa na kuishi. Roho Mtakatifu, You are all that naomba ukawe matters. ni mwanzo kwa masomo mengine mazuri Nanyamana sasa. Asante Mungu, maana wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu. What would I be Nakushukuru. if I Asante Yesu. don't have you in my life? Asante Yesu. What would I gain Asante Yesu. if you take the Holy Ghost? What would I become of me if I didn't see your light? What would I be said of me if you didn't hold me? Now I've come to realize that you are all I am. You are all that matters.